Toke hapo tutazame mchezo mwingine wa ligi kuu NBC Tanzania Bara, ambapo tunawatazama wakulima wa alizeti, timu ya Singida Black Stars ambao jana walikuwa nyumbani katika uwanja wao wa nyumbani dhidi ya Mangush Coastal Union ya Tanga. Mchezo huo ulichezwa katika uwanja wa Airtel pale mkoani Singida, na Singida ilifanikiwa kupata ushindi wa goli 1-0. Bao pekee la Singida Black Stars lilifungwa na Joseph Gwede dakika ya 72 ya mchezo huo, goli ambalo limedumu mpaka dakika 90 ya mchezo na Singida kuweza kuweka kibindoni alama 3 muhimu wakiwa katika uwanja wao wa nyumbani. Tuanze kutazama bao lenyewe namna ambavyo limefungwa, kisha baadaye tuje tutazame Singida walifanikiwa wapi katika mchezo wa jana na waliwazidi eneo lipi Mangush Coastal Union ya Tanga. Kwanza tuangalie bao lenyewe lilivyofungwa. Anadhibiti ya kwanza, ananyosha Gere! Super sub! Bao alikuwa nalo nje, amekaa nalo na imemhitaji dakika 71 kwenda kuliandika na kufanikisha jambo kukamilika. Ni bao la Joseph Gwede kama ambavyo umelishuhudia mtazamaji. Sasa ni wape kijiti wachambuzi hapa tuweze kuchambua na kudadavua bao lenyewe namna ambavyo limefungwa. Joseph Gwede alipokuwa amesimama, uokozi wa mpira ule ni kama alikuwa amemtengea bana ufunge. Ni kama Joseph Gwede ameangukiwa na kijani kibichi. Hilo ni bao la zawadi. Kwanza utawapongeza Singida sababu ule mpira sehemu uliotoka ukaja ukaletwa katikati, ilikuwa ni mipango ya kwamba ni kitu ambacho lazima walishakifanya mazoezini. Kwamba bana, kwa sababu tuna washambuliaji warefu, basi tujaribu tutupe pale. Lakini ukiwatazama wale mabeki watatu wote wa Coast, ndio huyu ambao ameugusa mpira sijamuona vizuri jina lake, lakini ile ni kama vile amempa zawadi, kwa sababu baada pia ya kugusa ule mpira hakuonyesha ya kwamba anataka tena kupambana kuhakikisha kwamba bwana, nimeshakosea, ngoja nirekebishe makosa. Wamejikuta kabla hata goli halijaingia mabeki wote watatu wameshika kichwa, yani ya kwamba wanajua kabisa kwamba sasa hivi hapa kinachoweza kutokea ni tutakuwa tumeshapoteza. Sababu hata ukiwatazama kwenye namba, Coast walikuwa wana idadi sawa na wachezaji wa Singida kwenye lango lao. Ukishakuwa na idadi hiyo sawa kwenye eneo kama hilo, hapo ina maana wanajitengenezea hatari, kwa sababu hao unaona ni watatu wote kwenye eneo ambalo wanaweza wakafunga. Unajitengenezea hatari kwa sababu ni ngumu zaidi nyewe kufanya kazi ya ulinzi. Unaona mabeki wote watatu wote wameshika kichwa, yani kwamba baada ya kufungwa wanaona kwamba sasa hivi hatuna tena shughuli nyingine. Lakini unampongeza pia mfungaji. Angekuwa mtu mwingine angesema ngoja nijaribu tena kuingia. Ni alivyoona nafasi moja akaona kwamba kuna sehemu ile pale naweza nikashuti nikafunga. Kwa hiyo ni sehemu ambao huwezi kumlaumu sana goalkeeper, utakuja kuwalaumu mabeki. Hiyo marking yao walioifanya hapo, hiyo marking ndio imewafanya Singida wakapata ushindi kwenye mchezo huu. Idi, namna ambavyo Joseph Gwede amefunga kwenye mpira huu ni kama vile ameangukiwa na kijani kibichi. Lakini kama alivyosema Nkino, tamsifu zaidi Gwede kwa sababu angefanya maamuzi mengine yoyote ya kudelay ama kuchelewa, nadhani ingekuwa ni story tofauti. Hata ukimtazama mlinda mlango kwenye engo ambao amefungwa ndio kwenye posti ambayo amesimamia hapo. Kwa hiyo ni uharaka zaidi ambao ameufanya Gwede ndio ambao ulisababisha kupatikana ile bao. Mlinzi wa Coast amefanya hayo makosa, na huyu mlinzi wa Coast pia ametumika kama ni sehemu ya kumziba golikipa, na maamuzi ya Gwede ambayo ameyafanya kwa haraka mno na golikipa kwenye kuhesabu hatua zake kamshinda, nikaingia ile bao. Ni bao ambalo la viwango kweli, ni bao ambalo utamsifu zaidi Gwede. Kwanza ni ku-anticipate, kama unakuwa unamuona anakuwa anamwambia bwana, wewe utafanya makosa, wewe utafanya makosa, na kweli amefanya, na hiyo ameweza kuitumia. Ingekuwa mtu mwingine alikuwa na uwezo wa kusquare pass, kuwa na uwezo na kana ule mpira, sababu pia kuna offensive Chikola ambaye huyu ambaye anafungua huko. Kwa hiyo Gwede utamsifu, amepiga, na walimu wengi wanasisitiza piga golini. Inawezekana kipa kaucheze ikawa ni kona, lakini pia inawezekana kipa kaucheza kwa na kuna rebound mchezaji mwingine akaenda kutumia. Kwa hiyo Gwede profile ambayo kubwa ambayo anayo kucheza Young Africans huko alipotoka ambapo amecheza, kwa hiyo ilimsaidia kutumia huu ukubwa wake, kutumia CV yake kubwa, na eneo ambalo amenusa hatari. Amesema hapa nikipiga inawezekana kipa sijamwangalia alipo, lakini inawezekana sema umekaa kwa sio sahihi, na imemnufaisha hiki ambacho amekifanya, na amefunga bao ambalo limesimama, bao
pekee, na ukiona mchezaji anaingia kama hivi kwenye mabadiliko akaenda kadeliver akatoa aina ya bao ambao amefunga, basi ilikuwa tayari mipango ya Othman Najah ilikuwa tayari imekwama. Kwa hiyo amemuingiza mtu ambaye ameingia sub, aliingia na Chikola kwenye huu mchezo na ameingia hapo, amefanya kile ambacho amekifanya na bao limepatikana hili hapa. Singida amepambana sana nyumbani. Na jana kwenye nilikuwa nafuatilia lineup yao, ujue Morris Chuku mara nyingi unamuona anacheza eneo la ulinzi. Alikuwa na partner na Kennedy. Jana alisogezwa juu. Abdalla Khairi Sebo ambaye taratibu ameingia kikosini, jana ameingia amepartner. Kwa sababu hata mechi ambayo alicheza alikuwa ni dhidi ya Mtibwa, wakati aliingia akasogezwa mbele Chuku, kwa Sebo akaenda kucheza kwenye eneo lile la ulinzi. Kwa jana mwalimu nadhani kile ambacho kwa anakitafuta amekipata. Jana amepartner na Kennedy, yeye amesogea juu zaidi kwenye eneo hilo la akicheza double pivot yeye na Ahmed Pipino, sio Ahmed Pipino. Kwa hiyo mwalimu tayari timu yake Chuku ambao wengi tunaamini, hata mimi ukiniuliza anacheza eneo la ulinzi, lakini alikuwa na makosa mengi zaidi ambayo ulikuwa unamuona anahisi anakuwa na utulivu mkubwa, kwa sababu anaamini yeye amecheza sana kwenye eneo la kiungo. Kwa hiyo Khairi Sebo kupata hiyo kiwango ambacho anacho na kuingia kwenye kikosi imemsogeza sasa juu Chuku, na jana walicontain mchezo, alicheza vizuri na imekuwa faida sasa kwa Singida kuelekea kwenye michezo mingine ambao wamekuwa wanapata ushindi, na jana ulikuwa ni mchezo mwingine wa ligi wakicheza kwenye uwanja wao nyumbani na imekuwa ni faida kwao kupata ushindi. Lakini walikuwa bora eneo gani hasa Singida Black Stars kiasi kwamba iliwachukua muda mpaka dakika 71 kuweza kuifungua milango ya Mangush? Na kwanza unaweza kuwapongeza Coast kwanza wamerudi mzunguko huu wa pili, unaona ya kwamba wana mabadiliko makubwa sana tofauti na jinsi walivyokuwa wanacheza mwanzo. Lakini mlikuwa naangalia hizo nafasi ambazo Singida wamepoteza. Nafasi zote za plani za mazoezi. Yaani zile wakati mnapanga koni mnaelezwa kwamba bwana utaenda hapo utapiga cross, utaenda hapo utatoa V, ndio hicho ambacho Singida wanakifanya. Yaani hizo zote ziko kwenye plani ya kwamba mimi nikija hapa au utakuja utasogeza mpira hapa. Kwa hiyo nafikiri kubwa kuna changes kubwa ya Singida kwenye benchi lao. Yaani kuna kitu fulani hivi ambacho mwalimu wake amekifanya ambacho wana uwezo wa kutengeneza nafasi 10, sawa? Wanaweza wasifunge zote, lakini kukufunga nafasi 3 kama utafanya makosa ni kitu ambacho kinawezekana. Na kwa level ya Singida sasa hivi hii ndo aina ya performance ambayo wanatakiwa wawe nayo. Yaani michezo ya ligi wanatakiwa washinde, kwa sababu Singida ujue ni tofauti na Coast. Singida ana deni. Ameenda kwa michuano ya kimataifa, ameshaonyesha kwamba anaweza. Kila mtu anamsubiria kumuona ya kwamba msimu huu atamaliza vipi. Nafasi ya Leko Singida mpaka sasa hivi bado haimshawishi kuona ya kwamba amekuwa ni na ile level ambayo inatakiwa, kwa sababu idadi ya pointi ambazo amekusanya na zile ambazo alitakiwa kukusanya ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo kwenye hizi mechi ambazo anapita hapa sasa hivi, nafikiri kwenye ndani ya siku kama 20 au 21 atakuwa na mechi 5 au 6. Zinatakiwa sasa ndo mechi zake za kucheza karata. Na mechi na Yanga. Na ana mechi na Yanga na mechi na Simba pia. Hapa katikati. Ana mechi na Yanga ana mechi na Simba hapa katikati. Kwa hiyo nafikiri kama ana mechi kwa mechi na Yanga, kila mtu anasubiri aione performance ile ya Singida ambao walicheza na Yanga wakiwa Zanzibar, wakati mwalimu akiwa achana na finali ile, mwalimu akiwa Uchebe, mwalimu Patrikosi kwa Balai, kila mtu anasubiri kuona performance kama ile pale wakati anapocheza na Yanga. Kwangu mimi bado nawaona, ukiona wana wachezaji wengi wazuri. Yani Singida unamuona Pipino, mmoja ya mchezaji ambao mimi kila siku nilikuwa natamani nimuone akicheza mara nyingi, yani nione anapata nafasi, kwa sababu nilishaanza kufikiria kwamba kuna kitu fulani hivi anacho, lakini bado hapati nafasi ya kukionyesha sana. Na alishapata nafasi ya kwenda nje mpaka Tanzania. Na aliitwa national team pia. Ni mmoja kati ya wachezaji ambao ameitwa national team wakiwa wadogo sana. Kwa hiyo nafikiri mimi ana nafasi sasa hivi tena ya kuonesha kwamba kile ambacho wengi walikuwa wanamuamini anaweza akakifanya. Lakini wakati unazungumzia hivyo pia tupongeze aina ya hiyo pitch unayoiona. Yaani pitch mpira unaona unatambaa. Ni nyasi bandia au ni nyasi bandia. Ukiona jinsi mpira unavodunda inaonyesha kwamba ni nyasi bandia. Lakini unaona mpira unatembea tofauti na kule uwanja ambao upo nje kidogo na baada ya kutoka michuano ya kimataifa, nafikiri ndo walisema kwamba wanarudi kwenye uwanja wao wa nyumbani. Kwa hiyo ukienda sasa timu yote nafikiri wataenda kucheza hapa. Kwao wamejipanga vizuri, lakini kujipanga huku kunatakiwa lazima wahakikisha wanakusanya pointi 3 kwenye michezo mingi ambayo inakuja. Bana, hivyo ndivyo ambavyo mambo yalikuwa. Man of the match Metacha Boniface Mnata ndiye ambaye alionekana kuwa mchezaji bora kwenye mchezo huu. Maana yake nini hii jina? Ukimwona kipa na kwa man of the match ni mafuriko.
Mafuriko. Yani walikutana na wakati mgumu sana kweli kweli. Yani ni mara chache sana walinda milango kuwa ndio mchezaji bora wa mchezo, kwa sababu unajiuliza mlinda mlango anakuwaje mchezaji bora wa mchezo? Kwa amefanya saves nyingi, maana yake ameokoa. Yani ili uwe mchezaji bora wa mchezo, goalkeeper lazima uwe umefanya goalkeeper. Yani licha kwamba kulikuwa kuna attempts nyingi tulikuwa tunaziona upande wa Coast, huku zilikuwa nyingi, lakini na wao kumbe walikuwa wanashambuliwa kweli. Au kwa bahati mbaya Shiza Ramadhani Kichua ana kiwango bora sana tangu awe Coast. Kwa hao walikuwa wanafanya mambo mabaya sana kwenye uwanja wa Airtel dhidi ya mlinda mlango hapo, na imekuwa ni siku nzuri kwake, ameondoka nayo hiyo. Na hii ina maana sasa Metacha pale ana uhakika sasa hivi. Sio goalkeeper mwingine amesimamishwa. Ukiona kilemba kimeloa basi msuli hautamani. Baada ya kusimamishwa miezi mitatu, ina maana Metacha atamaliza ligi akiwa ni goalkeeper namba 1 kwenye timu. Hii tafsiri yake, ukiona kilemba kimeloa basi msuli hautamaniki. Nataka kusemaje? Yani licha ya kwamba mabwana wamepata pointi 3, Shule ilikuwa lakini nao walikuwa wameipata shughuli nzito kweli kweli.